Hamjambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za asubuhi ya leo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025 tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kuwapeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha una subscribe na like na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku, au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaiona kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari yako. M23 inaendelea kuripotiwa kudhibiti maeneo makubwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kundi hili la waasi limetajwa kuweka utawala sambamba na hata kutangaza uteuzi wa viongozi wake katika maeneo wanayoyadhibiti ikiwemo Ruchuru, Kiwanja, Rubare, pia na Bunagana. Kuongezeka kwa ghasia kumepelekea mamia kwa maelfu ya watu kuyahama makazi yao na kuzidisha janga kubwa la kibinadamu ambalo tayari lilikuwepo, huku jumla ya watu waliokimbia makazi yao nchini DRC wakifikia mamilioni. Kauli ya Rais Felix Antoine Tshisekedi dhidi ya Rwanda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa kauli kali akishtumu Rwanda, akishtumu Rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu nia ya nchi yake katika mzozo wa Kivu. Tshisekedi akizungumza na raia wa Kongo alioko Misri alidai wazi kwamba nia za Paul Kagame ni za kivita na za kiutawala. Lengo kuu la Rwanda kwa mujibu wa Rais Felix Antoine Tshisekedi ni kugawanya nchi yetu na kuichukua au hata kuambatanisha sehemu ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasisitiza kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa rasilimali na madini na kilimo, akionyesha kwamba utajiri huo ndio chanzo cha mvutano. Serikali ya Kinshasa imekuwa ikishtumu waziwazi Rwanda kuwa washutumu kwamba inawapa msaada wa kijeshi waasi wa AFC M23, shutuma ambazo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa pia zimeelekeza kidole kwa Rwanda. Licha ya mipango ya amani iliyojaribiwa kama vile mazungumzo yaliyopangwa nchini Angola, mzozo umekuwa mgumu kutatuliwa. Katika mikutano mingine ya kimataifa kama vile Global Great Way Forum huku Brussels, Rais Felix Antoine Tshisekedi amemwomba hadharani Rais Paul Kagame kutoa amri kwa wanajeshi wa M23 kuacha kuongezeka kwa ghasia. Hii inaendelea kuwa hali tete ambayo ghasia na shutuma za moja kwa moja kati ya viongozi wa nchi jirani zinaendelea kuweka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali ya sintofahamu. Jambo la kuondoshwa katika madaraka kwa liwali wa jimbo la Chopo, makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani na usalama amejulisha kwamba kuna kanuni zimoja zenye hazikuheshimiwa. Ni katika kibarua cha tarehe 13 Oktoba iliyopita kwa kiongozi wa baraza ya bunge la jimbo hilo. Kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Goma kitafunguliwa peke yake kwa msafara wa kibinadamu chini ya uongozi wa mashirika ya taifa. Ndivyo ilihakikisha serikali ya jamhuri wakati wa mkusanyo wa shauri ya mawaziri ya siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa. Tarehe 2 Novemba ndio ulimwengu ulisherehekea sikukuu ya mwisho wa ukosefu wa hukumu kwa maovu dhidi ya wapasha habari, wakati kwa Radio Okapi wa kutolea heshima wapasha habari wake wawili wa Bukavu, Serge Maeshe na Didas na Mujimbo. Hujambo mpenda msikilizaji popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Naam, karibuni, salam na usikilivu mwema. Karibu juma moja kisha kuondoshwa katika madaraka yake kwa liwali wa jimbo la Chopo na baraza la bunge ya jimbo hilo,
Makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani na usalama amejulisha kwamba hakuna kanuni zimoja zenye hazikuheshimiwa. Katika kibarua cha tarehe 13 Oktoba iliyopita kwa kiongozi wa baraza ya bunge la jimbo hilo Mateus Kanga Londimo, Jacques Shabani anaomba kamati ya usalama ya jimbo itimize ustawi wa mashirika ya jimbo hilo. Jueni kwamba makamu waziri mkuu wa mambo ya ndani na usalama ataongoza mkutano mkuu tarehe 6 Novemba ijayo mjini Kinshasa kuhusu ugomvi kati ya waongozi wa majimbo zimoja na mabaraza ya bunge jimboni. Upande mwingine, mipango ya karibu vyama 12 vya kisiasa vya upinzani imesimamishwa popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hiyo inapatikana katika tangazo ya siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa, ni ya makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani na usalama. Jacques Shabani anashutumu vyama hivyo uharibifu wa kanuni ya mkazo wa ukingo wa muungano wa taifa na waadilifu wake. Miongoni mwa vyama hivyo kuna PPRD ya Joseph Kabila, LGD ya Matata Mponyo, Piste pour l'Emergence ya Seth Kikuni. Azimio hiyo inayopingwa na watendaji wa moja wa kiraia na watetezi wa haki za binadamu, sawa kiongozi wa Azado Jean-Claude Katende anayeshutumu uharibifu mkali wa samani za demokrasia. Kwa kifupi tena, waziri makamu mkuu anayehusika na mambo ya ndani ameshutumu vitendo vya ujeuri na vya uharibifu wa haki za binadamu vinavyoendelea kutendwa na uasi wa AFC M23 katika maeneo ya mashariki ya taifa yanayopatikana chini ya uongozi wake. Katika tangazo siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa, Jacques Shabani anahakikisha vitendo zaidi ya 123 vya mauaji, zaidi ya vitendo 223 vya ubakaji na vingine zaidi ya 100 vya kuwateka nyara watu na kuwaingiza kwa nguvu katika uasi pamoja na uporaji. Hivyo ni vitendo vya mwezi wa 10 na wa 11 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tangazo hiyo inasema pia kuhusu kutekwa nyara na kuingizwa kwa nguvu katika uasi kwa zaidi ya vijana 100 mjini Bukavu kati ya tarehe 14 na 28 Oktoba iliyopita, waliokusanywa katika kambi Sayo mbele ya kupelekwa nafasi isiyojulikana. Kupitia mtandao wao X, wakuu wa uasi wa AFC M23 wanapinga ripoti hiyo na kusema ni uongo mtupu. Kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Goma kitafunguliwa peke yake kwa msafara wa kibinadamu chini ya uongozi wa mashirika ya taifa. Ndivyo ilihakikisha serikali ya jamhuri wakati wa mkusanyo wa shauri ya mawaziri iliyoongozwa siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa na waziri mkuu. Nikiisha tangazo ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya kufunguliwa punde kwa kiwanja hicho cha ndege katika mkutano wa kimataifa wa amani na ustawi katika kanda ya Afrika ya maziwa makuu. Mkutano ulioendeshwa mjini Paris nchini Ufaransa katika uhusiano na nchi ya Togo. Mafasirio ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya katika masemi yaliyochukuliwa na Grace Amzati. Marshal Kizabia Mungu anatafsiri. La réouverture de l'aéroport de Goma, ufunguzi upya wa kiwanja ya ndege ya Goma ajili ya swala ya kibinadamu lenye unapasha kufanyika kwenye mfumo usalama na ulioratibiwa chini ya mamlaka ya taasisi za kitaifa. Hivyo waliomba waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nchi pamoja na waziri ya nchi, waziri wa msaada ya jamii, kila umoja kwa jukumu lake kutumia uratibu wa karibu ya uendelevu na wahusika wa kibinadamu ili kulinda njia ya upatikanaji na kuhakikisha kuendelea kwa msaada muhimu, ikiwa ni pamoja na katika maeneo ambapo uwepo wa serikali bado ni mdogo. Wakati huo, makamo wa waziri mkuu wa usafirishaji amepewa jukumu wa kufuatilia kwa karibu swala ya ufunguzi wa kiwanja wa ndege wa Goma. Na katika pande la kaskazini ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, shirika Alliance Virunga inazidisha miradi ya kijamii kwa kuboresha masharti ya maisha ya wakazi wa kando ya mbuga la taifa la Virunga, ikilinda mazingira. Miradi hiyo inaelekea umeme wa maji, mlimo, afya na elimu. Taarifa ya Jangandu, usomi wa mshiriki wetu Pole Munanga. Shukrani kwa miradi ya Virunga Energy, tawi la muungano wa Virunga, vijiji kadhaa vya Ruchuru, Beni na Lubero sasa vinapata umeme kuwezesha muundo wa kazi na kufufua uchumi wa eneo hilo. Mitambo ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji kidogo usambaza umeme kwa nyumba, shule na biashara ndogo ndogo. Haya ni mapinduzi ya kweli kwa jamaa hizi ambazo zilikuwa gizani kwa muda mrefu. Kulingana na wasimamizi wa mradi, mitambo hii ya umeme haitowe umeme tu,
inakuza undaji wa kazi na inasaidia biashara ndogo ndogo za ndani na kuchangia katika kupunguza ukataji wa miti, kwani familia hazihitaji tena kutegemea sana makaa. Lengo ni kuongeza na kuimarisha uzalishaji wa chakula na kulinda mazingira. Hata hivyo, ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo fulani, mashambulizi ya makundi yenye silaha na umaskini hupunguza hatari za miradi, wanasema maafisa wa Alliance Virunga. Tarehe 2 Novemba ndiyo ulimwengu lisherekea sikukuu ya mwisho wa ukosefu wa hukumu kwa maovu dhidi ya wapasha habari. Ni sikukuu ya kimataifa iliyosimikwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2013. Ni sikukuu ya mafikiri na ya ukumbusho inayozingatia ushujaa wa waliochagua kupasha habari katika uadilifu, sawa vile wapasha habari wa Ufaransa Ghislaine Dupont na Claude Verlon. Wakati pia kwa Radio Kapi wa kutolea heshima kwa wapasha habari wake wawili wa Bukavu, Serge Maeshe na Didas na Mujimbo, waliouawa katika hali ya mshtuko kwa sababu ya kujitolea katika kazi yao. Na wanawake waliofikisha wakati wa katika kwa hizi walisherekewa siku ya 5 iliyopita mjini Kananga katika jimbo la Kasai Central. Somo lilozungumziwa wakati wa katika hizi bila miiko. Tuzungumzie swala hilo kwa kuishi vizuri. Lengo ni ya kuwaheshimisha wanawake wote waliofikisha kipindi hicho cha maisha. Kwa hiyo shirikisho la wanawake wa Afrika waliofikisha wakati wa katika hizi liliandaa mikutano mbalimbali, wakiwepo wakuu wengi. Taarifa ya Andre Katende Ngalamulume, usomi wa Rosalie Zawadi. Mkutano huu wa kwanza katika jimbo hilo uliwaleta pamoja wanawake na wasichana wapatao 100 kutoka sehemu mbalimbali za mji. Daktari aliwapa habari kuhusu kukoma hedhi, yaani menopause, dalili zake na jinsi ya kukabiliana nayo wakati huu. Kwa upande wake, Jacqueline Chibwabwa, mratibu jimboni wa shirikisho la wanawake ambao tayari wamefikia menopause barani Afrika, alionyesha kwamba wanawake walio katika hali hiyo huko Kasai Central hawapewe nafasi nzuri katika jamii zao, na ndiyo maana ilikuwa muhimu kuongeza ufahamu wao kuhusu afya yao na ustawi wa kipsikolojia. Yeye alifasiria namna gani kuna ukimya unaozunguka menopause na hiyo inakuwa ni hatari. Hivyo shirikisho lao liliona umuhimu wa kufanya mkutano huu kwa kuwahimiza wakaaji. Wale wote walioshiriki mkutano huu walialikwa kuwaelimisha wanawake wengine juu ya swala hili ili kuvunja ukimya unaokuwa kando ya mada hii ya menopause. Katika jimbo la Chopo, ukimwi, VIH, sida una mwendo wa kushurutisha. Idadi ya wagonjwa inapanda miongoni mwa wahami waliotokea pande la Grand Nord, jimboni Ituri, na wa ugomvi wa kikabila kati ya Wambole na Walengola. Wakati wa mkutano kuhusu hali hiyo siku ya 5 iliyopita mjini Kisangani, ilikusudiwa kuingiza mipango ya kupinga ukimwi katika majibu ya kibinadamu. Mafasirio ya Bibi Christine Sefu, katibu mtendaji wa mpango wa taifa wa sekta mbalimbali wa kupinga ukimwi, akizingatia masuala ya uhimizaji, matunzo ya wagonjwa na mkazo wa agano za wakuu wa kiserikali wa jimbo. Masemo yake yalichukuliwa na kutafsiriwa moja kwa moja na Jacques Mukonkole. Hali hizi zote zinavuruga maisha ya kila siku ya wananchi na inahitaji kweli kuingilia kati. Ndiyo sababu tumekutana ili kuangazia upya shughuli za wadau kwenye mashamba ili wajumuishe ukimwi katika jitihada zao. Na hawa wakimbizi wanatoka mkoa unao na wingi wa maambukizi kuliko hapa kwetu. Tunaona kama wingi wa maambukizi katika mkoa wa Chopo utaongezeka kutokana na wakimbizi hawa. PNLS iko pamoja na AUB na U-Report kufahamisisha wakimbizi huko Simisimi. Tumefanya vipimo kadhaa na tumepata matokeo chanya. Wakati mkimbizi anakuja hana nguo, ana haja, hivyo mtu anaweza kumshawishi kufanya chochote, kupendekeza, hasa wanawake, atakubali, na kwa kukubali bila kujua hali ya afya ya mtu anayemshawishi kuna hatari ya kuambukizwa. Tunawaomba mamlaka wachangie, hasa kwamba magavana wa mikoa wote wameheshimikwa kama marais wa kikanda wa bima wa afya ya kila mtu. Hatimaye hospitali kuu ya Bukavu inaendesha kampeni ya matunzo ya wagonjwa ya kichwa bila kuacha kovu katika mwili. Ni kuhusu ugonjwa unaotokana na maji mengi katika ubongo wa mtu na kuongeza kiasi cha kichwa. Muda wa chini ya siku 5 ya kampeni, wagonjwa 37 walihesabiwa, wengi wakiwa watoto.
Hata hivyo 28 peke yake ndio walichaguliwa kwa kupasuliwa, alijulisha Daktari Safari Paterne. Na walika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu chini ya uongozi wa Florence Kizalunga. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika jimbo la Holomami, mashirika ya kiraia yanashutumu hali mbaya wanaoishi wafungwa katika gereza kuu la Kamina. Gereza hili ambalo zamani lilikuwa gala la SNCC, kampuni ya kitaifa ya reli ya Kongo, ina uwezo wa kuchukua wafungwa 15, lakini kwa sasa inahifadhi karibu watu 300, wanasema wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Wafungwa wanatatizwa kulala kwenye joto kali. Wanaongeza kuwa gereza hilo halina maji ya kunywa. Mratibu wa kikundi cha kiraia cha Malemba Nkulu, Claude Kiasongolo, ndiye mwalikwa wetu. Anazungumza na Pole Munanga. Bwana Claude Kiasongolo, amjambo. Jambo bwana mpashaji habari. Utueleze gereza ya mji ya Kamina iko muhali gani kwa sasa? Kwa sasa gereza kama ni kwa kiongozi, tuna viongozi wanaongoza ile gereza mzuri sana vile mimi niliona. Lakini kwa majengo ni manyumba ya zamani yenye kampuni yetu ya SNCC ilijengaka kwa ajili ya kuchunga chakula mimea. Sasa ni ile nyumba waligeuza inakuwa gereza. Na kwa kusema mzuri, namna ama hali yenye watu wanaishi mule ndani ni hali ya tabu sana. Kwa sababu ni gereza ina unene ya kubeba watu 15, lakini leo ile gereza inabeba watu 2.5. Inaonekana watu wanaishi wenye kuvinyana sana. Watu wanaishi wenye kuvinyana sana, wanalala namna gani? Kwa kulala ni tabu vile vile nakwambia. Mbele ya huyu mama mwenye anakuwa kiongozi leo pale Kamina afike, watu wa mingi walikuwa wako nalala chini. Lakini wakati yeye alifika pale, alifanya nguvu yake na watu wa mingi wako nalala kwenye vitandani, lakini wanavinyana. Kitanda ya mtu moja inachukua watu 3, watu 4. Juu gereza haiko nafasi. Lakini yeye nia yake ni ya kupenda kila mtu alale mzuri, lakini namna yenye gereza iko haina nafasi ya kusema kila mtu alale vile inastahili. Sasa maji inakuwa katika gereza na umeme iko? Umeme ilikuwa haiko, lakini wakati huyu kiongozi wa jimbo liwali wa sasa aliingia pale bwana Marmo Banzamulume, ndiye alipata kutengenezesha ile kituo ya umeme kule Kilubi. Umeme karudi mjini Kamina, na hapa kwenye gereza umeme ilikuwa, lakini maji kunakuwa kishima moja tu, na ile kishima inastahili wachote maji nje ya gereza na waingize ndani ya gereza. Unaona maji ya kushota nje na kuingiza haiko watu wote wataipata. Karibu watu 210 kama ni 900. Sasa watu wote kupata maji ya kunywa, maji ya kupikia, maji ya kufuria manguo na maji ya makazi nyingine inakuwa kwa tabu sana. Maji inatusumbua kule gereza ya Kamina. Wafungwa wanasambishwa kule gereza ya Kamina? Ndiyo, mahakama inakuwaka kila mara. Tunaonaka kwa mfano wa wale wa viongozi wenye sheria wa tribunal de paix na tribunal de grande instance wanakuyaka, lakini cour d'appel ya Kamina tulifanya karibu miezi 6 haikuwa natumika tena, na ile ilinipa huzuni mie kama mtu anayetetea haki wa binadamu. Niliona ya kama haiko mzuri, kwa sababu mtu kama anastakiwa anapasha kuyua mahukumu yake, ajue kama atapewa uhuru aende wala atahukumiwa. Sasa kuko wengine wanasubiri cour d'appel ifunguliwe juu ya kuyua watapata msiba kani mbele ya waamuzi. Sasa cour d'appel haitumike, na ile mbele mimi nasema hivi, tunaonana na wewe mpasha habari, na lalamika na tia sauti ya kilio mbele ya wa viongozi wanaongoza sheria ndani ya nchi yetu ya Kongo, waangalie cour d'appel ya province yetu ya Olomami haitumike. Sasa wale wote wanapaswa kusamba ku cour d'appel weko bloke, hawajui watafanya kitu gani. Bwana mpasha habari, kama mita hukumiwa miezi 6, lakini nafanya mwaka mzima na niko nasubiri cour d'appel ikuye waamue mambo yangu, hawana sema natumikia gereza yenye stahili kutumikia. Sasa we kama mtu unatetea haki za binadamu na uko kiongozi wa shirika ya raia, utueleze wa viongozi wafanye namna gani kwani watengeneze gereza ile ya Kamina? Kitu ya kwanza taomba wa viongozi wanaoshika na mambo ya sheria watie matribunal de paix ikuwe opérationnel kukila mtaa ama kukila territoire. Jo tunayua seme kama tribunal de paix ya Malemba Nkulu haya siege en matière pénale, wale wanapaswa kuhukumiwa miaka 5. Wa Malemba wanapaswa kubakia gerezani Malemba, wale wa Bukama wanabakia Bukama, Kanyama wanabakia Kanyama, Bakabongo wanabakia Kabongo. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni kujenga gereza ya sasa pale Kamina.
Kama wanajenga gereza ya sasa, naona kama mateso itapunguka kule gerezani ya Kamina, na ni kitu ya muhimu sana hili. Neno ingine tawaambia wandugu watetezi wa haki ya binadamu kama wasichoke, wasikufe moyo. Gereza haiko kitu ya kutushitusha. Tunajua kama uko mtetezi wa haki ya binadamu, unapaswa kujua sema maisha yako iko nyumbani kwako, maisha yako iko ndani ya gereza, maisha yako iko ndani ya hospitali, lakini uhaki unabaki tu paka uhaki. Na nawaomba wote wale walinisaidia na wanaendelea kunisaidia, wakuwe tu wasikufe moyo, watumainie ya kama siku moja nchi yetu itakuwa ile inaitiwa etat de droit. Bwana Claude Kiasangolo, nakushukuru. Nashukuru zaidi bwana mpasha habari. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, wanaume 50 kutoka Bweremana katika mkoa wa Masisi walipokea vifaa vya shughuli za kuzalisha mapato siku zilizopita. Hili liliwezekana kutokana na msaada wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa PNUD kupitia mradi wa Wamama Tuinuke. Mpango huu unalenga kuimarisha uhuru wao wa kiuchumi, kuhimiza ushiriki wao katika jamii na kukuza unaume bora. Maelezo zaidi katika ripoti hii na Rosalie Zawadi. Kushirikisha wanaume katika juhudi za kuboresha haki za wanawake, pia kukazia ushirikiano kati ya wanaume na wanawake ndani ya jamii ni lengo za mradi huu unaotekelezwa na shirika la mahali AVSD kupitia usaidizi kifedha wa PNUD. Wanaofaidia mradi huu wanafurahi kuona msaada kwa kazi wanazojaribu kuendesha tangu waliporejea kwao kutoka kampi za wahami. Baba huyu ni mmoja wao. Kwa kweli nyuma ya ukimbizi tumeishi maisha ya shida. Hasa wakati PNUD pamoja na AVSD wamefika, wameturenforce kusudi twende tuboreshe maisha yenye tulikuwa nayo. Uchuruzi, sawa vile ufugo, kila mtu kwa namna alikuwa anatumika, amepata kidogo ya kumsongesha mbele. Mbele nilikuwa ninaishi na ile ufugo kidogo kidogo. Na sasa kwa leo nimepata bahati, mfadhili ameiongezea. Itasaidia watoto wangu kwenda shuleni, itanisaidia kupata chakula, na ile mimi naona kabisa ni kitu kizuri chenye mmetufanyizia. Kwa upande wake Emekubuya anayefaidia pia mradi huu anaeleza hapa namna gani kupitia msaada aliyopata ataboresha kazi yake kwa faida ya jamaa yake. Après ya guerre tumepata shida za mingi. Kila kitu kile tulikuwa naingia ndani kusema tuweze piganisha kilikuwa na shindikana. Mafundisho yenyewe tumeweza pata MAVSD inapita kunisaidia zaidi. Hapa Mbweremana nikia kutana kama huko bezwe ya kutia hata mule ya sombe. Ile mule ya sombe haiko hapa Mbweremana. Ijapokuwa sombe zinakoliwa kabisa. Ile franka yenyewe nimepata, minda angalia jinsi ya kuweza kwanza uza vitoto ya dendo. Mina kama mwile vitoto ya dendo miezi 2 miezi 3 itakuwa visha komala, na mimi naweza fikia wakati ya kuviuzisha na vitanipatia franka ya kuweza kufikia ile mule. Mama Claudine Mweru anasimamia mradi wa Mama Tuinuke katika eneo la afya la Bweremana. Hapa anafasiria kazi za mradi huu. Mradi huu inakuwa na aktivite mbalimbali. Tunafundisha wamama kazi mbalimbali za mikono ili waweze kufikia hatua ya kujitegemea. Tunakuwa pia na mradi ya mlimo, kunakuwa pia mradi ya kuhimiza wababa ili waweze kufikia ile hatua ya kuweza kuitwa wababa bora. Kwa hiyo occasion tumewapatia kit Ager. Anaongeza kuwa wanaume hao watafaidia na usaidizi unaoendelea ili kuhakikisha mafanikio ya miradi yao mbalimbali na kuboreshwa kwa hali ya maisha katika jamii zao. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki wetu walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.